Hebu jiulize swali hili kwa moyo wako wote. Kama ungeambiwa leo hii kwamba una dakika chache tu za kuishi, ungefanya nini? Ungeongea na nani? Ungeomba msamaha kwa nani? Ungeacha nini? Na ungeanza nini mara moja? Watu wengi huishi kana kwamba wana miaka 100 mbele yao. Ndiyo maana huchelewesha ndoto. Ndiyo maana huacha maneno muhimu yasizungumzwe. Ndiyo maana huacha muda uende. Lakini leo, nataka nikusimulie hadithi ya mtu mmoja ambaye alipelekwa hadi mlangoni mwa kifo. Akasimama pale, akaangalia kifo machoni. Kisha akarudishwa uhai. Na kuanzia siku hiyo, hakuishi tena kama mtu wa kawaida. Hii ni hadithi ya Fyodor Dostoyevsky na somo kubwa sana linaloitwa Mbinu ya kifo kilicho nyuma ya visigino vyako. Sehemu ya kwanza. Kijana aliyepata umaarufu mapema. Miaka mingi iliyopita, kule Urusi, aliishi kijana mmoja mwenye akili kubwa sana. Jina lake lilikuwa Fyodor Dostoyevsky. Akiwa na umri wa miaka 24 tu, aliandika kitabu chake cha kwanza. Kitabu hicho kilipendwa sana. Watu wakaanza kumzungumzia. Wasomi wakaanza kumsifu. Milango ya umaarufu ikamfungukia. Alialikwa kwenye mikutano mikubwa. Alitembea katika mitaa mikuu ya mji. Watu walimtabasamu. Wengine walitamani kuwa kama yeye. Lakini kuna kitu kimoja muhimu sana. Ndani ya moyo wake, Dostoyevsky hakuwa na amani. Alijisikia kana kwamba anaishi bila mwelekeo. Alikuwa maarufu, lakini hakujua anaelekea wapi. Alikuwa anaishi, lakini alihisi anapoteza muda. Hii ni hali ambayo watu wengi leo wanayo. Una kazi, lakini hujui kama ni kazi ya ndoto yako. Una siku, lakini hujui kwa nini unaamka asubuhi. Una maisha, lakini huishi kwa makusudi. Hivyo Dostoyevsky akaanza kutafuta maana. Sehemu ya pili. Kutumbia kwenye siasa na hatari. Katika kutafuta maana ya maisha, Dostoyevsky akaanza kukutana na watu waliokuwa wanazungumzia mabadiliko ya jamii. Walikuwa wanazungumzia haki, uhuru, maisha bora kwa watu wa kawaida. Walikuwa wanataka kuwakomboa wakulima waliokuwa wanaonewa. Mikutano hiyo ilifanyika kwa siri. Lakini tatizo ni hili: serikali ilikuwa inawasikiliza. Watu wa serikali waliingia kwa siri kwenye makundi hayo. Walikuwa wanaandika kila neno. Walikuwa wanaripoti kila mawazo.